Mamlaka ya mapato Tanzania TRA wilaya Kilosa imewataka wafanyabiashara wilayani humo kujitokeza mapema katika ofisi za mamlaka hiyo kwa ajili ya kukadiriwa kodi, huku ikieleza kuwa mwezi Machi ni kipindi rasmi cha zoezi la makadirio ya kodi linaloendelea hadi Disemba 31 mwaka huu. Akizungumza na Radio Jamii Kilosa leo Machi 18, 2026, meneja ameeleza kuwa wafanyabiashara wanapaswa kuandaa nyaraka na hesabu zao kwa umakini, kwani kuchelewa kunafanya makadirio kunaweza kusababisha adhabu au riba zisizo za lazima. Kimsingi huu ni mwezi ambao watu wengi tunafanya zoezi la makadirio. Kwa hiyo katika zoezi hili la makadirio nilipenda kuwaalika wote. Unajua makadirio yetu yanaisha tarehe 31 Disemba, ndio muda wa hiari wa kufanya makadirio. Kwa hiyo kuwahi kwako maana yake unakuwa umejiepusha na adhabu. Lakini pia nilikuwa natoa, kwa hiyo ni muda wa kujitathmini katika biashara zetu ili tuweze kufanya makadirio sahihi ya kodi. Moja ya umuhimu wa kufanya makadirio kwa wakati, kwanza tunaepuka zile adhabu ambazo zinaweza zikatokea kwa kuchelewa kufanya makadirio. Lakini pia tukilipa kodi kwa wakati na kwa muda huu wa makadirio, tunaepuka pia riba ambazo zinaweza zikatokea kama mtu atakuwa hajafanya makadirio na kulipa kwa wakati. Aidha, Bwana Mkalo amebainisha kuwa walipa kodi wanaokadiriwa ni pamoja na wale wenye mapato yasiyozidi shilingi milioni 100 kwa mwaka, huku akiwahimiza wafanyabiashara wakubwa na wenye makampuni kutumia mfumo jumuishi wa usimamizi wa kodi za ndani unaorahisisha huduma mbalimbali ikiwemo ulipaji kodi, marekebisho ya risiti na maombi ya msamaha kwa riba au kodi, hivyo kupunguza kero kwa walipa kodi. Nitoe wito pia kwa wengine ambao ni makampuni na wafanyabiashara wakubwa pate kupitia wakati huu kuingia kwenye lango la mlipa kodi. Sasa hivi tunao mfumo wa IDRAS, wao waingie kule wafanye nao makadirio yao ya kodi ili waweze kulipa kodi. Kama mtu alikuwa anataka extension ya muda kwa ajili ya kukadiriwa au kulipa kodi, tumie mfumo wa usimamizi wa kodi IDRAS kujikadiria kwa wale ambao wanafanya makadirio, wale pia ambao wanatakiwa kuandaa mahesabu. Sasa hivi kuna mambo mengi na huduma nyingi tumezipunguza kuja ofisini ambazo zinaweza zikafanyika wakiwa huko kwa kuingia kwenye hiyo mfumo wa IDRAS, ambapo kwa mfano sasa hivi hakuna sababu ya kuleta barua ofisini. Kupitia mfumo kuna moduli inaitwa communication. Kupitia hiyo communication mtu anaweza kaweka taarifa yake pale anataka sisi TRA tuipate kwa wakati, basi tunapokea hizo taarifa na tunazifanyia kazi.